msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vyafurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Na inaendelea pale mwisho inasema, Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Tuombe. Mwenyezi, kwa jina la Yesu, tangu mwanzo wewe ni Mungu. Pale mwanzo uliumba mbingu na nchi na vitu vyote viliomo kwa neno lako. Ni neno hilo ambalo tumesoma siku hii ya leo. Tunaomba Bwana, kwa neno lako utuzungumzie. Uzungumuze nami, uzungumuze na kila mmoja wetu sawa na mapenzi yako kwa siku ya leo. Ninaomba Bwana kwamba kila mmoja atoke na neno ambalo umemzungumzia katika moyo wake. Bwana, inawezekana utanena mambo mengi, lakini unene neno moja kwa ajili ya kila mmoja sawa na kusudi lako katika Kristo Yesu. Wewe ndiye Mungu ambaye anazungumza na mambo yanatendeka. Naomba Bwana ukazungumze na watu wako, uzungumze nami kwa ajili ya utukufu wako katika Kristo Yesu. Hayo tunaomba tukiamini kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tunaweza kuketi. Nitajaribu kutumia nafasi ambayo iko mama hiyo kidogo ambayo imebaki. Leo ningependa kuzungumza, this has been my theme for the since December. You see why I'm dwelling on this particular theme. It has been my theme, and it is the theme of the book of Psalms. I find it in the book of Psalms. God is the refuge and strength of his people. God is the refuge and strength of his people. Psalm 46 verse 1 to 11. Verse 1, the Bible says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu yeye, msaada tele wakati wa mateso. Ijapotetemeka, ijapobadilika ijapotetemeka milima, Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada tele wakati wa mateso. That is the song that Rose Muhando sang. Sijui nini ilikuwa inafanyika katika maisha yake, lakini akakumbuka kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada tele wakati wa mateso. And that's my message today. That God is a refuge and strength to his people. He is a strength, is the refuge and strength of his people. This psalm, Zaburi hii ukiisoma yote inazungumza, inatia Wakristo moyo kuweza kutumaini Mungu na kuweza kumwamini Mungu katika wakati wa mateso ama wakati wa vita, ama wakati kuna mateso. Hii psalm Daudi, ama sio Daudi lakini ni wana wa Kora. Wana wa Kora wanasema kwamba Mungu kwetu, wanasema sisi kama wana wa Kora,
Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada tele wakati wa mateso. Kumbuka kwamba Kora, wakati mwingine Kora alimezwa. Kora na watu wake walimezwa na nani? Walimezwa na ardhi. Kuna wakati walimezwa na ardhi, wakati walipinga Musa. But these sons of Korah are saying, God is our strength. God is our refuge and strength in times of trouble. Therefore, we will not fear. Hallelujah. Ni zaburi ambayo inatia watu nguvu, ama inatia watumishi wa Mungu, ama inatia waaminio wa Mungu wakuwe na tumaini, wakuwe na imani kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye nguvu. Mungu ndio anatufikisha pale ambapo anataka tuwe. This psalm, jambo moja ambalo sikusoma ni kwamba inasema verse 11, but before verse 11 there is verse 6, verse 5. God is in the midst of her. And then verse 7, the Lord of hosts is with us. And then verse 11 inasema the Lord of hosts is with us. Tena inazungumza kuhusu Mungu ambayo yuko pamoja na watu wake. Mungu ambayo yuko. It talks about the presence of God, that God is present with his people. So ndio sababu inasema Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada tele wakati wa mateso. He is there. Anytime you are in trouble, remember that God is present. That God is a refuge, and is a refuge that is always there. Hallelujah. The presence of God. So it teaches about the gracious presence of God with his people at the worst of the times. Kwamba wakati kuna shida, wakati wa mateso, wakati mambo yanakufinya, ukumbuke kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, na ni msaada ambayo iko karibu. Sio msaada ambayo haiko, ni msaada ambayo iko karibu kila wakati. He is a refuge. He is our strength. God is our refuge, to whom we can flee to, in whom we can be safe. Tukimkimbilia tunakuwa salama, tukimkimbilia tunakuwa tumefunikwa. He is our refuge, ambayo tunaweza kukimbilia. Ni kimbilio, na ndio sababu wanasema kwamba ni kimbilio. Unaweza kumkimbilia ukakuwa salama. So uko katika shida, uko katika mateso, unafinyiliwa na mambo, una msaada ama kuna kimbilio ambayo unaweza kumkimbilia. Kuna mtu ambaye unaweza kumkimbilia ukamwambia kwamba mimi ninasikia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, ama mambo yangu inaenda hivi. Unaweza kukimbia kwa pastor akuangalie, ashindwe, huyu mtu nitamfanya nini? Kwa sababu hata yeye akona. Sasa kama mama angekimbia kwa pastor, ni nani sasa nani angesaidia nani? Hakuna yule atasaidia mwenzake. Lakini kuna kimbilio ambayo tukimkimbilia anaweza kutushauri vile tunastahili kufanya. Wewe ukinikimbilia, labda nitakosa suluhisho kwa taabu yako ama kwa mateso yako, lakini kuna kimbilio ambaye lazima atakupatia suluhisho, kwa sababu inasemekana, Biblia inasema kwamba ni msaada wa karibu kwa wale ambao wako katika mateso. So are you in trouble? Are you distressed? Are you in any trouble? Are you doing something and you are grappling with things, and you are struggling with things, and you're not able to even understand the things that are happening? Kuna kimbilio. Pastor amesema kwamba kwa wakati huu
familia nyingi wako na shida. Wako na shida kwa sababu corona niliambiwa ndio ndugu yangu kwamba corona imekausha mfugo yake. So kwa sababu corona alikausha mfugo yake, basi ilibidi aondoke pale alikuwa, aende kutafuta, akimbie mahali pengine ndio aweze kukua at least sawa, kwa sababu huko pale sasa amekimbilia, hakuna there's no much requirement, there's no rent to pay, there's not those many things. Akakimbia. Na juzi I think it was either Monday or Tuesday, ilitembelea ndugu mwingine, akaniambia story nyingine, tulicheka, lakini sio story ambayo ya kucheka. Tulicheka kwa sababu huyu ni mama ambaye mama alienda sokoni, akafurahia kwenda sokoni, akafanya kazi, akachoka, akakuja, akachoka sana mpaka ile mzigo ambaye alileta akufikisha nyumbani ilifikishwa. Mzee ameenda kazi, mzee akaenda kazi, akarudi baadaye jioni, vile wazee wanapenda kurudi baadaye jioni. Ni usiku, amerudi usiku, akapata mama tayari amelala. Anashangaa, huyu mama leo amelala mapema aje? Na aje alipatia hata chakula. Akaenda kumuuliza. Akasema, wewe hujui kwamba watu wanachoka. So umelala, haujanipatia chakula, mimi pia nimechoka. Na mzee akakasirika. Na mama sijui nini akasema, wewe ufanye vile unataka. Yeah. Na kuna vile wamekuwa wakiongea. So akasema, hii kitu umekuwa ukisema. Akasema, na ule mzee sijui nini ilimuingia siku hiyo, hajawahi fanya hivyo. Mama aliona tu mtu amemnyonga. Na alimnyonga kabisa, karibu amuue. Alimnyonga karibu amuue. Na akamtuma, baada ya kumnyonga akamtuma aende kitchen alete kisu sasa. Mama hakurudi. So tulicheka, lakini sio kitu ya kucheka. Mzee ambaye ameokoka ni mzee ambaye ni mzuri, mzee ambaye ametembea na Mungu vizuri tangu wakati ambapo wamekuwa wakitembea vizuri. Lakini wakati huu, hiyo kitu ambayo amesema, ameakuwa akiambia, unajua wakati mwingine unakosana, alafu unasema kama unataka kunipiga nipige. Bwana Mungu, usiwahi ambia mtu hivyo. Unakutana na polisi, mmekosana na polisi, alafu unamwambia na kuna bunduki, na unamwambia wewe, kama unanipiga basi nipige. Hata kupiga utashangaa. Wakati wa mateso kuna kimbilio. Huyo mama alikimbia akatafuta msaada pengine, lakini msaada wa karibu, msaada ambaye alikuwa karibu sana, ambaye angeweza tu kueleza kwamba mimi nimechoka, hakueleza kwa pale alikuwa kwamba yeye pia amechoka. Yeye alirushana tu na mambo ikaharibika. Lakini Mungu ni kimbilio na msaada wakati kama huu. Angeweza kueleza kwamba hivi na hivi na hivi na hivi, hata huyo mzee angesema basi wewe endelea tu na kulala. So are you distressed this time? Nyumba nyingi kwa sababu hakuna pesa. Mtu amekosa pesa, lazima watoto wakule, sivyo? Lazima tukule, ama kuna siku utapita bila kukula unless you are fasting. You are allowed to continue eating, lakini hakuna pesa ya kukula. Hapa Nairobi lazima pesa iwe ndio watu wakule. God is our refuge and strength at such times. Hallelujah. Amen. Inawezekana mnakosana, mama anarudi kwa baba, kwa huyo mume, anamuuliza pesa, na tayari alishaambiwa kwamba hakuna pesa. Huyu anakuangalia,
ananyamaza. Huyu ndugu ananyamaza, anakuangalia, ananyamaza, anashindwa atakujibu aje tena. Haya, siku the next day unauliza tena, so huyu mzee atashangaa. Na kwani niliambiwa kwamba wazee kuna vile wanafanyanga miracles, and surely God does miracle for wazee. The other Sunday I did not have money in the morning, so mke wangu akaniuliza sijui alikuwa anataka kufanya nini. Nikamwambia sina pesa. Tukiendelea na service tunakuwa na family altar. Tukiendelea na service nikaona just before 1 nikaona kuna pesa imeingia, and then baadaye sasa nikatuma, kwa sababu watoto walikuwa nauliza soda. Nimekuwa nikiwanunulia Sunday soda na Sunday school yetu, nimekuwa nikiwanunulia, so nikatumana. Sio wewe ulisema huna pesa? Pesa imeingia saa hizo. Sasa si saa hii tu umesema huna. Sasa pesa tena. No, there is a way that God does His miracles. Amen. There is a way that God does His miracle. God is a present help, one who we will never seek for. You do not need to seek God. He is a present help. Mungu yuko tayari. The Bible said the Lord of hosts is with us. Not the Lord of hosts will be with us. The Lord of hosts is with us. Ni msaada ambayo yuko pamoja nasi. We only need to trust in Him and give Him our lives, and Jehovah will do it for us. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mambo ambayo labda unajiuliza, hii nitasuluhisha namna gani? God is a present help in the times of trouble. He's a God who you will never seek for Him, because He's already there. He's a help who is sufficient. He's a help that is equal to the task that you may be having. He is equal to the problem that you may be having. Mungu akona uwezo sawa ama kushinda ile shida ambayo uko nayo. Unaweza kuniita mimi nikakosa kukusaidia kwa sababu sina uwezo huo, lakini ukimuita Mungu ataweza kukusaidia. Haleluya. Kwa sababu yeye akona uwezo wa kukusaidia. Haleluya. Unaweza kuita mama yako akose kukusaidia, lakini ukimuita Mungu atakusaidia. Unaweza kumuita mume wako akusaidie, lakini atashindwa. Lakini ukimuita Mungu, God is equal to the task. Hallelujah. He is equal to every emergency that may come in our lives. Whatever emergency. Saa hii tulikuwa tunakuja na nikasikia juzi nikaona kwa TV wanatangaza kwamba ukienda hospitali chochote utalipa 5,000. Sivyo? Utalipa 5,000. Serikali unatangaza kwamba unalipa 1,000. Lakini ukifika hospitali labda utaitishwa 5,000. Wakati mara mingi watu wanaenda na mtu anakosa kabisa, ameenda na 1,000 kwa sababu hiyo ndio ilikuwa. But somehow there is a way that God works out His things. Kwamba utapata ile 5,000 ambayo ilikuwa inatakikana. Sijui kama hiyo jambo imekufanyikia. Kwamba uko mahali ambapo unaona umefika mwisho. And then sasa nitafanya nini? And that is the time that God brings His help. Hallelujah. Hapo ndio Mungu anakuja. Hapo ndio unapata mtu yule mtu ambaye unauliza ama utampigia mtu na atakupatia hiyo pesa. Inawezekana kwamba hata yeye hakuwa nayo, lakini wakati huo atapata ya kukupatia kwa sababu Mungu amemdirect aweze kukupatia. Hallelujah. God is a present help in time of trouble. Whatever it is, He is a very present help. We cannot desire a better help. Nor shall we ever find a better help than God. Hakuna help nyingine, hakuna msaada nyingine ambayo tunaweza kupata ambayo inashinda Mungu. Amen.
President Uhuru Kenyatta si hakuna do, hakuna pesa, hakuna pesa, pesa ambayo hawezi kukula akamaliza kwa maisha yake yote. Hata kama Mungu angempatia 300 years, hata maliza pesa zake, mali yake hawezi kumaliza. Mtu kama Manu Chandaria akona pesa kiasi ya kwamba anaweza kukula kama maybe 500,000 every day, na maisha yake hatamaliza hiyo pesa, hawezi kumaliza. But do you think that Manu Chandaria can solve all your problems? No. Do you think Uhuru Kenyatta wakishikana na Manu Chandaria na washikane na huyu mtu wa Kiss FM anaitwa nani? Job Kirubi, na washikane na mwingine, wanaweza kusuluhisha mambo yote yako? No, they cannot. It is only God who is able to solve all our problems. Hallelujah. As much as the president is rich, he may not be able to solve all our problems. And ndio sababu juzi akasema kila mtu acheze kivyake. Kama unataka kuvaa barakoa, wewe vaa. Cheza kivyako. Cheza kama wewe. Ukitaka kutembea tu bila, wewe tembea bila. Lakini ukipatikana na ugonjwa, hiyo ni shauri. Cheza kivyako. Cheza kama wewe. He is not able, even as the president of Kenya. He may not be able to command corona to leave Kenya. He does not have those powers. Hallelujah. Amen. He does not have those powers. He does not even have powers to command flu hii ya kawaida tu iondoke. But God whom we serve is able to. Hallelujah. Mungu ambaye tunatumikia ako na uwezo juu ya magonjwa yale magumu zaidi, yale mabaya zaidi. Mungu anaweza kuponya. He only decides to do it, and he will do it. Hallelujah. Amen. God can do it for us. The Bible says in Proverbs chapter 18 verse 10, na tuliimba hapa awali, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runs into it and they are safe. The name of the Lord is a strong tower, the righteous runs into it and they are safe. When we run into the name of the Lord, na Biblia inasema kwamba Mungu kwetu ni kimbilio. Kwetu sisi wana wa Mungu kwetu ni kimbilio. Mungu ni nguvu zetu. Mungu ndio mahali tunapata usalama. Mungu ndio mahali tunapata vyote ambavyo tunahitaji. Haleluya. Mungu kwetu ni kimbilio. Kimbilio na nguvu. Ni msaada tele wakati wa mateso. Haleluya. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. The only place that you are going to be safe in is when you run into the name of the Lord. Hallelujah. The Bible says in 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 9. But we have this treasure in earthen vessels, that the surpassing greatness of the power will be of God and not ourselves. Tuko na treasure, tuko na dhamani, tumepewa dhamani, na dhamani hiyo ni neno la Bwana, dhamani hiyo ni jina la Bwana, so that the surpassing power may not be from us but of God. Hallelujah. Amen. We are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not despairing, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Inawezekana kwamba uko katika mateso, inawezekana kwamba ugonjwa inaweza kukuja, na nilisema hapo awali kwamba ugonjwa inaweza hata kukuja ikushike, but it is not going to destroy you. Hallelujah. Amen. Because God is with you. The surpassing power is going to be of God. Mungu atataka kupata utukufu, na kwa sababu Mungu angependa kupata utukufu na kile amewachilia ikuje katika maisha yako, he will come in his power
to make sure that you are standing strong in His word. Hallelujah. Kama ulikuwa mgonjwa, Mungu ata make sure kwamba umepona, niweze kutukuza jina lake, walimwengu wasikie kwamba Mungu amekuponya. Hallelujah. God is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. It's a place that we can run into and we are safe. Though you are perplexed, God has not forsaken you. You may be struck down, you will not be destroyed. Hallelujah. You will not be destroyed. You will not be destroyed because God is with you. Hallelujah. And therefore, what should we do? You should not fear. Verse 2. Verse 2, the Bible says, kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Ijapobadilika nchi, hatutaogopa. Ijapotetemeka milima, hata zikaanguka katika moyo wa bahari, we will not fear. Why? Because God is with us. Hallelujah. Sijui mimi ninatoka huko karibu na lake. Mimi sio mvuvi, lakini bahari wakati mwingine inachafuka. Sijui kama mnaelewa hiyo, lakini bahari wakati mwingine inachafuka na inapenda kumeza watu. There are certain times that the lake inachafuka sana, na mara mingi inameza watu. Wengine hata wanakufa, wapotee kabisa, wasipatikane. There are times that you go with the boat and you will have to return, and you return kama Mungu atakuruhusu rudi. Amen. Wakati mwingine bahari uchafuka, wanaita hivyo, utafuka. Ikichafuka inatetemesha kweli. But the Bible says, even if the sea will roar. Kama ushaenda Mombasa, unaweza kuona the waves, how they come. Kwamba inaweza kumeza meli. Remember the Titanic. I don't know whether you remember the story of the Titanic. Titanic ilimezwa na sea. Ilimezwa na maji. Mpaka wa leo iko chini ya bahari. It was a great ship ambayo ilitengenezwa for stability. Ilitengenezwa for stability. Kwamba hii haiwezi kuzama. Walijiambia wenye kutengeneza, I think they were the Germans. Wakasema kwamba hii haiwezi kuzama. It was meant for stability. It was not meant for speed, it was meant for stability. Ilizama. Sababu bahari wakati mwingine uchafuka. But even in such times, we can still sing like this man who sang and said, watu wake walimezwa, but he still sang and said, it is well with my soul. When peace like a river attended my soul, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord has made, taught me to say, it is well with my soul. We will have to say, it is going to be well. When God is with us, it is well. Watu wanaweza kuanguka, waanguke, but it's going to be well with your soul. We must not fear because God is with us. The Bible says in Psalm 27 verse 1. Let me read that in Swahili. The Bible says, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? God, the Lord has become the light, my light and my salvation. Of whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord has become my strength. The Lord is my stronghold. Whom shall I be afraid of? What shall I be afraid of? We must not be afraid of anything. Amen. 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 Tusiogope. Mambo vile chairman amesema, corona iko.
Lakini chairman Mudhini amesema hivyo. Corona iko, ugonjwa iko, lakini haijakushika. Amen. Kwamba haijakushika haimaanishi kwamba iko. Na hata kama iko, ujue kwamba wewe, kwa sababu haijakushika, wewe endelea na kutukuza nani? Kutukuza Mungu. Endelea na kutumainia Mungu. Encourage yourself in the Lord that God is with you. Though the earth will shake at this disease, you are not going to be shaken because God is with you. Hallelujah. Mungu ni amekuwa mwamba wetu. Ni mwamba imara ambayo tukisimama hatutetemeki. And you are not going to be shaken by things. Amen. Sijui kama nilikuwa naangalia na nikapata kwamba sijalala njaa tangu corona ianze. Sijalala njaa. Ni wakati tu nimekataa kukula. Sio kukataa kukula, ni kuacha kukula. Hiyo inaitwa kufunga. Ndio wakati nimekosa kukula. Lakini nimekula kila siku. Where did I get all the money to do all that? Na mimi siko kazi, niko kazi nusu. Niko kazi ya uchungaji. Si tulifungiwa kazi ya uchungaji, na nikafungiwa kazi ya shule ya kufunza. So hiyo bado imefungwa mpaka January. So I'm not going to teach up to January. Where do I get all the money? Ile pesa ambayo nilikuwa natoa shule, how do I survive without that money? I do not know. I do not know. But I know one thing, that God is with me. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, He is my fortress, He is my strength. God has become the strength of my life. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We will not fear because God is with us. Tena Biblia inasema kwamba ukiangalia, time fails us.